Bwana asifiwe. Leo ni siku ya 75 ya sala ya siku 210, maombi ya miezi 7. Leo tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka ni wa 2026. Leo tutaomba kwa ajili ya matokeo ya utakatifu. Tutaombea utakatifu. Kila kitu kina matokeo yake. Kwenye maisha haya ambayo tunayaishi, kila kitu ambacho tunakifanya duniani huwa kina matokeo. Kila neno ambalo huwa tunaliongea, liwe zuri, liwe baya, lina matokeo. Kila tendo ambalo huwa tunalitenda kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye jamii, kanisani, mtaani, lina matokeo, na kila kazi. Lakini leo tuangalie utakatifu una matokeo gani. Lakini kwenye Biblia kwa ufahamu tu, kuna mistari hapa: Kutoka 3 mstari wa 5, Kutoka 12:16, Kutoka 19 mstari wa 6, Luka sura ya 1 mstari wa 49, Warumi 7:17. Ukiwa na muda wewe utasoma hapa. Anaelezea kuna eneo ambalo ni takatifu, kwamba utakatifu sio kitu cha sehemu moja tu. Kila kitu kina utakatifu wake. Kuna maeneo, kwa mfano hapa ni Musa aliambiwa avue viatu, maana mahali ambako wamekanyaga ni nchi takatifu. Kwa hiyo kuna maeneo ni matakatifu, maeneo mengine siyo matakatifu. Hata pia hapa kanisani kuna maeneo hapa kanisani ni matakatifu sana, maeneo mengine sio sana, lakini ni matakatifu. Bwana asifiwe sana. Hapa pia kuna mpaka siku takatifu, sikukuu, makusanyiko ya sikukuu takatifu. Kuna mpaka wakati ambao ni mtakatifu. Kuna mpaka taifa takatifu. Kuna mpaka Roho Mtakatifu. Kuna mpaka majina matakatifu. Kuna mpaka sheria na amri ambazo ni takatifu. Haleluya! Yote haya ambayo ninasema hapa yako kwenye hii mistari hapa. Bwana asifiwe sana. Sasa sisi, Mungu huwa anatusaidia au Mungu huwa anatuinua kwa sababu ya sisi tumekaa katika utakatifu. Ila swali la kujiuliza ni utakatifu wa nani? Maana kuna aina 3 za utakatifu. Kuna mtu ni mtakatifu kwa Bwana, mtakatifu kwa Mungu. Mwingine ni mtakatifu kwa wanadamu. Kuna mtu yeye ni mtakatifu kwa mume wake au kwa mke wake, lakini kwa Mungu sio mtakatifu. Mwingine ni mtakatifu kwa Mungu, kwa mume wake, kwa ndugu zake, lakini kwa watumishi wa Mungu sio mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ili Mungu atuinue, anaangalia wewe uwe mtakatifu kwa nani? Kwake Mungu yeye. Ya 3, kuna utakatifu wa Ibilisi. Ibilisi pia ana utakatifu wake. Haleluya. Sasa utakatifu maana yake ni nini kiBiblia, ili baadaye tukiangalia matokeo hapa tujue ni nini. Biblia inasema utakatifu maana yake ni nini. Kutoka 15 mstari wa 11. Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe, mtakatifu katika utakatifu? Anasema mtakatifu katika utukufu. Utukufu katika utakatifu. Sasa hapa anaelezea kwa utakatifu ni nini. Endelea. Mwenye kuogopwa katika sifa zake. Anasema mwenye kuogopwa katika sifa zake. Anasema Mungu yeye katika miungu ana sifa ya kuogopwa katika sifa zake. Mfanya maajabu. Malizia. Uliyenyosha mkono wako wa kuume. Ishatoka. Bwana asifiwe sana. Huu mstari ukisoma hapa, anasema Mungu ana utukufu katika utakatifu, alafu anaelezea huo utakatifu ni nini. Anasema ni sifa ya kuogopwa na kufanya nini? Maajabu. Lugha rahisi
Utakatifu ni chochote chenye sifa ya kufanya maajabu na kuogopwa. Hii tafsiri ni ya Biblia, sio ya kwangu. Ni Kutoka 15 mstari wa kwanza, na mtu ambaye ametuanzishia mambo haya ya utakatifu ni Musa, na Kutoka ni kitabu ambacho Musa ndo amekiandika. Yaani mimi leo hii nikisema mimi ni mtakatifu, ujue mimi nina sifa ya kufanya maajabu na kuogopwa. Na nani? Na Mungu, na wanadamu au Ibilisi? Ikiwa mimi nina uwezo na sifa za kufanya maajabu, alafu Ibilisi akaniogopa, mimi ni mtakatifu kwa Mungu. Ndio maana Ibilisi ananiogopa. Unanisikia vizuri? Ikiwa mimi kuna vitu nikivifanya ambayo ni maajabu, lakini pia vina sifa ya kuogopesha kwa wanadamu, ujue ndani yangu kuna nini? Mtakatifu wa nani? Wa Mungu. Ndio maana Ibilisi na wanadamu wanafanyaje? Wananiogopa. Unanisikia vizuri? Mungu ni mtakatifu kwa sababu Mungu ana sifa ya kufanya maajabu. Mungu ana sifa ya kuogopwa, ndio maana ni mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ndio maana sio kila mtu anaweza kumkaribia Mungu. Ili mkaribie Mungu lazima uwe na sifa za kufanya maajabu. Kwa Mungu, kwake sio maajabu, kwa sababu ni sifa yake. Kwa wasio wa Mungu ni maajabu. Hebu niongee katika lugha ya mwilini ili unielewe. Kwa mfano, wanadamu wengi wanaishi maisha ya kutenda dhambi, wengine kabisa hawawezi kuacha dhambi, lakini kuna mtu mmoja wa Mungu, yeye ana uwezo wa kushinda dhambi zote. Mtakatifu huyo. Kwa sababu huyo mtu anawezaje kushinda hii dhambi? Mbona sisi tumeshindwa, lakini mbona yeye anaweza? Huyo mtu kwa wanadamu kwa Mungu ni mtakatifu kwa wanadamu. Yaani utakatifu, lugha ya Kiswahili tu kizuri, ni mtu ambaye anaweza kufanya mambo ambayo wengine hawawezi kufanya. Mtu ambaye anaweza kufanya jambo ambalo wengine hawawezi kufanya, na hao wengine hilo jambo wanaliogopa, lakini wewe hilo jambo unalifanya. Maana yake wenye kufanya maajabu wanasema nini? Ya utakatifu, kulingana na maandiko yanavyosema. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia habari ile ya nani, Shadraki, Meshaki na Abednego walipotupwa kwenye ile shimo la moto lile, wako wenyewe kule. Kumbuka hakuna mtu ambaye anaweza kukaa kwenye moto akasurvive, lakini wale watatu wenyewe walikaa kwenye moto na wakaishi, lakini wengine hawawezi. Nini kimewafanya kukaa pale? Ni utakatifu. Kwa tafsiri, maana yake wana sifa za kufanya maajabu. Ukitafuta kwenye ufahamu, maana yake kuna vitu hawa wanajua, kuna vitu hawa wanaelewa, kuna vitu hawa wanajua kuvitenda ili maajabu yatokee. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndio maana ukija hapo kwenye maisha ya utakatifu, ni mtu mwenye uwezo wa kuishi kwenye nini? Maajabu. Okay, nikisema maajabu, lugha rahisi ni miujiza. Lugha rahisi ya maajabu au ajabu ni miujiza, miracle. Mtu yoyote ambaye anaweza kufanya muujiza ndani yake na utakatifu, ila huu muujiza ni wa nani? Kama ni wa Mungu, ujue huyu mtu ndani yake na utakatifu wa kimungu, ndio maana ana uwezo kufanya miujiza. Akifanya muujiza wa kishetani, huyu mtu kwa shetani nani? Mtakatifu. Yaani mtu mwenye sifa ya kufanya miujiza, miracle, ujue lazima ndani yake pana utakatifu. Ndio maana sio kila mtumishi anaweza kutenda muujiza. Kinachozuia watumishi wa Mungu wasitende muujiza ni kwa sababu kuna upungufu wa nini? Takatifu. Kuna sifa za Mungu hawana, zile sifa za kutenda muujiza hawana, ile knowledge ya kutenda muujiza hana,
yale matendo ya kufanya muujiza hana. Ndio maana hamna muujiza ambao watokea. Bwana asifiwe sana, haleluya. Kwa hiyo maisha ya utakatifu maana yake ni kuishi kwenye muujiza. Kwa mfano leo hii hapa nimekuombea, Bwana akakutendea muujiza, ukapona ugonjwa uliokuwa nao. Kuanzia hapo sasa, ishi kwenye huo muujiza. Sasa anza kuishi kwenye huo muujiza, usitoke hapo, usirudi nyuma, kaa pale pale, tayari utakatifu huo. Maana yake ukiishi hivyo, kuna siku na wewe muujiza ule ambao Bwana amekutendea utawafanyia na wengine. Kama nimekuombea hapa kwa mkono wa Mungu, alafu ukapona, alafu ukaishi kwenye ule muujiza wa uponyaji, kuna siku na wewe utamwombea mtu naye atapona. Kama nimekuombea katika uchumi, alafu kabisa ningekuwa maelekezo, ishi hivi na hivi na hivi, ukaishi ukafanikiwa, kuna siku na wewe utaombea mume wako, utaombea mke wako, utaombea mtoto, utaombea baba yako, naye atafanikiwa. Kwa nini? Wewe umeishi kwenye muujiza wa uchumi. Mimi sikuwa mtumishi wa Mungu, sikuwa naombea watu uchumi, sikuwa naombea watu afya, sikuwa naombea watu ndoa. Hapana. Katika mwanzo wangu kuna mtu aliniombea katika uchumi kabisa, katika mkono, kuanzia leo na kuunganisha na milango ya uchumi, kuanzia leo ufunguke kwa damu ya Yesu, funguka, funguka. Kweli nikafunguka. Kuanzia pale nikaanza kuishi kwenye muujiza ule wa uchumi. Leo hii naweza kuombea mtu akafanya nini? Akafunguliwa. Kwa nini? Kwa sababu mimi naishi kwenye nini? Utakatifu. Umekujaje utakatifu huo? Kuna muujiza. Ndio maana yale maelekezo au ule ufahamu ambao Bwana amenipa wa uchumi, sio nauishi utakatifu huo. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Hivi mimi kuombea watu kwa kupitia sijui maji, sijui kitu gani, maji nini, Sprite, na watu nafunguliwa. Mungu alinisemesha kwamba aina fulani ya magonjwa, aina fulani ya matatizo, hebu tumia kitu hiki hapa, kiombee kwa namna hii, alafu nenda kakitende. Nikafanya vile, alafu ikawa. Kuanzia siku hiyo naishi hapo hapo, sitoki hapo hapo kwenye muujiza, hapo 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 hapo. Ndio maana mtu akwambia kwamba unajua muujiza huwa haujirudii, muongo, inajirudiaga, kwa sababu utakatifu ni ule ule, yani kanuni ni ile ile. Mtaweka mikono juu ya wagonjwa, nao watafanyaje? Watapokea afya. Si muujiza huo? Ni muujiza. Yani mtu anaumwa kabisa, ufanye chochote, ni mkono tu, alafu tamka maneno, anapona. Si muujiza? Mbona kila mtu tunamgusa? Sio. Lakini kwenye maji usirudie. Mbona kwenye mkono wanarudia? Si ndio? Muujiza unaweza ukajirudia, ila nategemea hivi huyo mtu anaishi kwenye huo muujiza. Mbona unaombea uchumi kila siku na kila siku unafunguliwa, si ndio? Unaombea uchumi, Bwana kazi yangu hii ibariki, na Bwana anabariki, kazi imeisha, nyingine inakuja, umeiombea inaenda. Kwa nini? Si muujiza huo? Sasa unaishi kwenye ile kanuni ya Mungu, unakaa pale, utakatifu huo. Bwana asifiwe sana. Maisha ya utakatifu kwa lugha rahisi ni wewe kuishi kwenye muujiza wako. Maisha ya utakatifu kwenye ndoa, ule muujiza ambao Bwana alikutendea katika ndoa yako uishi. Ndiyo. Maisha ya utakatifu katika afya, ule muujiza ambao Bwana amekutendea katika afya uishi. Ishi pale pale, huo ndio utakatifu. Ule muujiza ambao Bwana amekutendea familia, ukoo, una faraka, magonjwa yaishi, alafu ukaombea huo ukoo, ukaombea familia, ghafla amani ikaja. Jinsi amani ilivyokuja vile, wewe kaishi pale pale, huo ndio nini? Utakatifu. Ndio maana shida sio kupokea utakatifu, tatizo ni kuishi kwenye nini? Takatifu. Kuishi takatifu, kuishi. Wangapi leo hii wanauishi muujiza wao? Wangapi? Ni wachache, sio wengi. Huyo aliombewa vizuri, akafunguliwa, akafanikiwa,
akarudi nyuma, maana yake kaacha muujiza wake, kauacha. Muujiza uko pale pale, ila yeye kauacha, ametoka kauacha. Bwana asifiwe sana. Sasa tuangalie matokeo ya utakatifu, matokeo ya mtu ambaye anaishi kwenye muujiza au kwenye maajabu, yaani mtu mwenye sifa ya kufanya maajabu na kuogopwa. Huyu mtu kwenye jamii au popote alipo, nini kinaonekana? Soma Kutoka 15, hebu anzia 11 pale. Bwana, miungu ni nani aliye kama wewe? Nani aliye kama wewe? Huyo Mungu huyo. Ni nani aliye kama wewe? Mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa zako. Alafu mfanya maajabu. Ulinyosha mkono wako wa kuume, nchi ikamezwa. Lugha rahisi, cha kwanza kabisa, mtu ambaye anaishi kwenye muujiza anaweza kufanya muujiza. Tokeo la kwanza la mtu aliye mtakatifu, anaweza kufanya muujiza popote popote pale. Mimi nikiwa mtakatifu, nina uwezo wa kufanya muujiza kwenye familia yangu, hapa kanisani, kwa mke wangu, kwa watoto wangu, popote pale ambapo nipo, nina uwezo wa kutenda muujiza. Ndio maana kuna faida kubwa sana ya mtu kuwa mtakatifu. Mtu aliye mtakatifu halali njaa, halali njaa, maana anaweza akafanya muujiza, chakula kikaja. Yesu alikuwa mtakatifu, mbona hakulala njaa? Elia nabii wa Bwana yule mtakatifu, hakulala njaa. Moto ukashuka kutokea mbinguni. Kwa nini? Ni mtakatifu. Watakatifu tuna sifa ya kufanya miujiza. Ndio maana dini ya Ukristo huwezi fananisha na dini zingine. Watumishi wa imani ya Ukristo huwezi ukawafananisha na wengine, maana sisi tuna sifa ya nini? Ya miujiza. Mwangalie Yesu, huduma nzima ile miracle tu, muujiza tu. Kamponya huyu, kipofu ameona, kiwete ametembea, bubu kaongea, aliyekufa amefufuka. Muujiza, miracle tu, hiyo tu. Na ndio maana hiyo, hapa niwaambie wachungaji, ili kabisa ujijue wewe kwa Mungu uko sawasawa kiutakatifu. Hebu angalia umefanya muujiza mingapi kwa Mungu. Angalia tu, umeombea wasiozaa, wamezaa wangapi? Ukiona umeombea wasiozaa alafu wakazaa, nipe tiki. Ukiona umeombea masikini alafu Bwana akawainua, wewe Mkristo kamili, wewe tayari kwa kwenye takatifu. Maana wasio takatifu hawafanyi muujiza wowote. Endelea 12. Tokeo la kwanza, mtakatifu anafanya muujiza. Tokeo la pili, wewe kwa rehema zako anasema umewaongoza. Hapa ni Mungu aliye mtakatifu anafanya muujiza. Cha pili anasema unaongoza watu. Mtu aliye mtakatifu anaweza kuongoza popote, hata kama hujaenda darasani. Ukiwa tu mtakatifu una uwezo wa kuongoza popote. Nakwambia, hata leo hii ukateuliwa kuwa rais wa nchi, unaongoza kabisa, unaongoza kwa sababu kinachoongoza nchi nini? Takatifu. Kinachoongoza mkoa, utakatifu. Kinachoongoza familia, utakatifu. Hili kanisa hapa linaongozwa sio kwa mimi, hapana, kwa utakatifu. Na nisikia vizuri, ukiona pia mtu hawezi kujiongoza mwenyewe, angalia, hana utakatifu. Sio mtakatifu kwake mwenyewe na kwa Mungu sio, ndio maana anashindwa kujiongoza. Ndio kabisa, unakuta kabisa ni baba, labda ni mwanaume,
kiumri kabisa ni mtu mzima kabisa, miaka 50, miaka 60, miaka 70, lakini familia tu ya watu wawili, yani mke na watoto wawili au watoto, hawezi kuongoza. Shida hana utakatifu. Siku tu ambayo ana utakatifu anaongoza familia hiyo. Kijana mdogo tu miaka 20 anaongoza familia nzima. Kiumri ni mdogo lakini anaongoza. Kwa nini? Pale anayeongoza sio yeye, utakatifu aliokuwa nao ndio unafanya huyu kijana anaongoza hawa watu wote hawa. Kwa nini? Utakatifu aliokuwa nao. Yaani tumekaa hapa hivi, yule ambaye ni mtakatifu sana lazima tuongoze hapa. Kwa nini? Mtamwogopa. Mtamwogopa, lazima mtamwogopa. Maana mambo yake huyu jamaa, mbona ana mambo za muujiza tu huyu. Hebu tumsikilize huyu. Yaani utake usitake utaongozwa tu. Maana ni nature, ni asili. Mwanadamu anaongozwa na mtakatifu. Mke wako akiwa mtakatifu atakuongoza tu, utake usitake atakuongoza. Hakuna miki ndume mbavu, hamna. Unaongozwa, utaongozwa. Taenda tu, siendi, utaenda tena, hutaambiwa nenda. Wewe mwenyewe utapata hatua hapo hivi. Wewe mwenyewe. Kwa nini? Sio mtakatifu. Sio. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano hata nchi yetu hii, ukiona saa raia ndio wanaongoza nchi, ujue viongozi sio watakatifu. Yaani ukiona raia ndio wanaongoza nchi, matamko yao wakiyatoa, jamii hii inakubali, alafu inafuata hapo nyuma, ujue hawa viongozi ambacho wamekosa ni nini? Takatifu. Maana uongozi ni utakatifu, maana Mungu ni mtakatifu, ndio maana anatuongoza. Samesema hapa tokeo la pili la aliye mtakatifu anakuwa kiongozi popote. Jaribu wewe utaona. Kuwa mtakatifu tu kwenye familia yako, utaona familia nzima inasema jamani, hebu hii kitu mwachieni huyu atuongoze, mwachieni huyu. Kwa nini? Kielimu wamekupita. Mwachieni huyu atuongoze, huyu. Why? Mtakatifu. Hata hapa nikwambia nani, hebu mchague hapa kiongozi wa kanisa, hamtaangaliana, si ndio? Nani ametuzidi hapa kwenye nini? Utakatifu. Nani mchungaji? Nafikiri huyu hapa, nawe huyu, nawe mtu mmoja namchagua hapa. Endelea. Wewe kwa rehema zako uliwaongoza watu ulio wakomboa. Namba 3, aliye mtakatifu ni mkombozi, anaweza kukomboa. Anakomboa watu kwenye uchumi, kwenye magonjwa, kwenye dhiki, kwenye shida, kwenye faraka, yaani kwenye kila tatizo. Yoyote ambaye ni mtakatifu kwenye ile eneo anawakomboeni. Ndio maana ukiona kuna mahali umekwama, sawa, maisha hayaendi sawa, tafuta mtu ambaye ni mtakatifu mbele za Mungu, mfuate huyo mtu, mtake ushauri, utaona ushauri wake lazima ukuokoe kabisa. Ukiona wewe kwenye uchumi aseme kwamba mambo hayaendi, tafuta mtu ambaye ni mtakatifu kwenye mambo ya uchumi, yaani huyo mtu ana sifa za kufanya miujiza kwenye uchumi. Mfuate huyo mtu, utaona anakukomboa. Maana aliye mtakatifu huwa Mungu anamfanya kuwa mkombozi. Narudia tena, aliye mtakatifu kwenye jamii, kwenye familia, kwenye ndoa, Mungu huwa anamtumia kukomboa na wengine. Familia nzima wote sio watakatifu, lakini kuna katoto kana miaka 12 ni katakatifu. Katoto hapo Mungu anamtumia huyo, anatoa instruction, ishini hivi, ni mambo ni hivi. Mambo yake ukiangalia, mbona mambo yake hayafeli? Angalia huyo
Shida sio umri. Bwana anamtumia kuwakomboa watu. Yesu alikuwa ana miaka 30, miaka 12, lakini maaskofu, makuhani wale wakina Kayafa, Ananasi wanamfuata, wanakaa naye hivi, wanamsikiliza hekima, wanachukua hekima kwa Yesu. Miaka 12. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na mimi wito wangu kwa watu ambao mna umri mkubwa, kwa wazee, hakikisheni kabisa nyinyi ndio muwe, yaani nyinyi kwenu utakatifu ujae sana kwenu, ujae sana kwenu kuliko wa vijana. Kweli ni mbaya sana mzee ukawa hauna utakatifu. Ni mbaya sana, ni mbaya eti, ni mbaya sana ukiwa mzee. Maana mzee ni taji la haki, mzee ni taji la heshima. Sasa mzee ukikosa tu utakatifu, yani umeharibu kizazi kizima. Nakwambia, ukiachilia mbali wazee, hata pia wale ambao mmezaliwa kama malango wa kwanza kwenye familia, wa kwanza kwenye familia, wale jitahidi sana, kwa sababu mtu ambaye amezaliwa wa kwanza kwao akikosa utakatifu anaweza karibu na wengine wote hapo nyuma. Haleluya! Mungu amefanya wewe ndio kuwa lango la uchumi. Wewe ndio lango la uchumi kwenye familia yako. Jitahidi uwe mtakatifu, otherwise utafanya wenzako wote hawa wewe masikini. Haya, malizia. Kwa uweza wako uliwaelekeza hata makao ya utakatifu. Kabila za watu wamesikia, wametetemeka. Kwa hiyo ya 4, tokeo la utakatifu, utaona watu wanatetemeka kwako. Ni given, iko hivyo. Hivi nikuulize, kwa nini rais akitoa tamko unatetemeka? Kwa nini? Kwa nini? Mamlaka anazo mamlaka, lakini okay, njoo angalia kwa mfano rais huyo awe amefanya vitu ambavyo ni vya hovyo sana. Hivi akitoa tamko unatetemeka? Unatemeki. Kuna watu kwenye jamii zenu sio viongozi, lakini mnaogopa kweli. Kwa nini? Utakatifu. Kuna watu kwenye jamii zenu, sawa, sio viongozi, lakini mkiwaona hofu na waingia wanatetemeka. Kwa nini? Takatifu. Lakini kuna watu kwenye jamii yenu ni viongozi wakubwa, lakini huyo hamna kitu, si ndio? Mko hivyo. Kwa nini? Huyo mtu sio mtakatifu, sio, hajafanya muujiza. Ndio maana ukiona wachawi, wewe mtu wa Mungu, ukiona wachawi wanakuletea ujinga, wapige muujiza, watandike muujiza, wataanza kutetemeka, watakaa mbali. Wapige tukio. Yaani ukiona wachawi au watu wanaanza kukuzoea vibaya, watwange tukio la maana. Wakikuona watetemeke hivi, wakimbie. Alikuwa hivi, abadilishe njia, aende njia nyingine. Maana Mkristo, hiyo ni sifa nini? Takatifu. Maana ni sifa hiyo ni sifa ya nini? Ya utakatifu. Utakatifu ni kuogopwa. Utakatifu ni kufanya maajabu, muujiza. Fanya muujiza. Unasikia? Watu wanaokudharau, si ndio? Kwa sababu hujawatendea muujiza, hujawafanyia maajabu. Wewe ukiona watu wanakudharau, wewe waache. Piga tukio la maana, wajomba. Okay, mfano mzuri, huyu masikini, si ndio? Huyu fukara, si ndio? Si ndio hivyo? Nenda kanunue gari ya milioni 100, ipaki hapo, utaona kuanzia siku hiyo anatemeka hivi. Huyu masikini hivyo, huyu masikini. Wewe sikia, kwambie tafuta hela popote pale, kakope hata sawa. Vuta vieti, liweka la milioni, likae hapo, utaona wataanza kutetemeka. Kumbe huyu bwana, kumbe wataanza.
Kuanzia siku hiyo heshima inafanyaje? Inakaa, ukombozi unakuja, uongozaji unakuja, iko hivyo. Na nisikia vizuri, huu ni mfano, lakini useme kukopa alafu baadaye ukashindwa, wakachukua gari yao, mrudi kule kule. Haleluya! Ndio. Kwa hiyo lugha rahisi, ukitaka ufanikiwe sawa, ukitaka dunia ikufuate, dunia inaangalia umefanya ajabu gani. Ukitaka dunia ikuletee pesa, wewe kwenye biashara, fanya ajabu, fanya ajabu. Dunia yenyewe tu itakolekti pesa huko kabisa zije kwako, ila wewe hakuna ajabu umefanya. Huna ajabu lolote umefanya wewe, huna ajabu lolote kwenye uchumi, huna maajabu kwenye familia, huna maajabu. Ndio hiyo. Nafikiri kwa nini mzazi anamshika mtoto anamtia kiboko? Kwa nini? Lengo ni nini? Lengo ni nini? Mtoto aongozeke, mtoto uweze kumuongoza. Ile kumchapa si tukio, si tukio lile, ni tukio lile. Umemweka, nimekwambia usiende kwa watu, kiboko. Kesho haendi. Kwa nini? Anatetemeka. Haleluya! Na ndio maana mojawapo kati ya sifa za uongozi pia ni fear. Ni kweli, sawa, watu watakrashi kwamba don't lead by fear, si ndio? Kwamba usiongoze kwa fear, lakini kwa sisi ambao tunajua mechanism za kuongoza watu, kuna wakati lazima uinvest kwenye tuache hii chakula ni cha watu wengine, hiki tuache. Hata wewe hapa kuna vitu unamwabudu Mungu kwa sababu huyu Mungu sio unampenda, unamuogopa. Ndio, kuna vitu wewe vya Mungu unafanya sio kwa sababu eti Mungu unamheshimu au unampenda, kwa sababu unaogopa. Nikifanya hivi Mungu atatoa hapa, kwa inabidi nikae kwa adabu, mtulie. Bwana ameninua mpaka hapa, nikizingua hapa huu uchumi atauchukua, hebu tu mtoe zaka. hebu tu nitoe zaka. Lakini ungekuwa hauna tetemeko, ungekula tu. Wengine ni kweli wanafanya kwa kumpenda Mungu, kumheshimu Mungu au kwa ibada. Wengine tetemeko hapa. Hata mimi naongea hapa, kuna vitu sifanyi kwa sababu huyu Mungu namuogopa. Mimi naongea hapa, kuna vitu si tu kwa sababu Mungu nampenda, namuogopa. Haleluya! Kwa hiyo ukitaka ufanikiwe kwenye maisha, cha kwanza tafuta nini? Utakatifu. Wewe utakatifu wewe utafutaje? Kafanye maajabu. Wewe unakuwa mchungaji, alafu mchungaji miaka 40 kwenye huduma, huna ajabu hata moja. Wewe pasta gani? Sawa, ni nabii wa kimataifa. Haya, sawa, hamna shida. Tuonyeshe tukio la kimataifa ambalo mlifanya mataifa yakatetemeka. Tuonyeshe. Mimi ni mtume aposto, nimejawa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Sawa, tuonyeshe Roho Mtakatifu uliokuwa naye amefanya ajabu gani ambalo watu wakiangalia hilo ajabu wanatetemeka. Musa alifungua ardhi, watu wakazama, ardhi ikarudi ikafunga hivi, watu wanatetemeka. Huyu Mungu wa Musa huyu